ya 4 kwa sasa, mfululizo kuanzia phase ya kwanza mpaka phase ya 4. Tumeweza kushuhudia international fight. Lakini phase hii watu wanatamani sana kujua kitu gani ambacho kiliwashawishi Mafia Boxing kwenda kutengeneza bouts ya Toa Kiduku na Malawi. Pia Asemale Williams atapigana kama bondia wa Mafia Boxing Promotion. Nafikiri ni ule utaratibu tu ambao tumejiwekea kwamba kila tamasha la Mafia Boxing la knockout ya mama tumekuwa na utaratibu wa kutoa nafasi kwa kila bondia, na sisi tumefungua milango kufanya kazi na mabondia wote wa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni ule mwendelezo, tukaona kijana wetu huyu Toa Kiduku muda mrefu yuko nje, hajapata nafasi yote, tukaamua twende naye tumuingize. Kwa hiyo atakuwa ni miongoni mwa mabondia ambao watakao perform, watakao shiriki siku tarehe 24 mwezi huu wa 5 kwenye viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Ni knockout ya mama. Katika phase ya 3 hatukuweza kushuhudia bouts ya wanawake. Vipi katika phase hii ya 4 kutakuwa na bouts ya wanawake? Yes, tupo kwenye mazungumzo nao. Nafikiri hata juzi tulifanya mawasiliano na Stumai Muki, kama mambo yataenda vizuri atakwenda kucheza na Sara kutoka Arusha. Kwa hiyo tupo kwenye mazungumzo na viongozi wao, kama tukikubaliana vizuri basi fight hiyo itakuwepo kati ya Stumai Muki na Sara yule kutoka Arusha. Kutakuwa na bouts ngapi international katika fight ya? Tuna bouts international karibu 12. Yes, 12. Yeah. Main bouts itakuwa ni nani? Main bouts ni Mchanja Yohana ambaye anakwenda kutetea mkanda wake wa WBO Global. Kwa hiyo wa Tanzania, wadau wa Masumbu kwa ujumla wafike tarehe 28 pale Kijitonyama katika viwanja vya Posta, waje kushuhudia, tuwasupport vijana wetu hawa Mafia Boxing na wale ambao wako nje ya Mafia Boxing. Tuonyeshe uzalendo ili vijana wetu hawa waweze kubakisha ushindi katika nchi hii ya Tanzania. Kuna majina ya maboksi ambao wanajulikana Tanzania hii. Sijui kwenye hilo pambano tutategemea kumuona nani, kwa sababu tunatoa kidogo kuna wengine. Tuna bouts 12 za kimataifa kama nilivyozungumza awali, lakini tumetoa nafasi kwa vijana ambao pia wako nje Mafia Boxing Promotion, akiwepo Toa Kiduku, akiwepo Asemale Williams. Tuko naye kambi takriban mwezi sasa, na yeye atapambana siku hiyo. Lakini tunaye vile Oscar Richard kutoka Narcos atapigana vile. Tunaye Lauren Jaffet atapigana vile. Tunaye Fadhili Majiha naye atakuwepo tarehe 24. Lakini tunaye Saidi Bwanga naye atapambana siku hiyo, bila kuacha vijana wetu Magoma Junior, Richard Mtangi, Lukman Kimoko naye ataperform katika siku hiyo. Kwa hiyo utaona vijana hawa tofauti wa Mafia Boxing Promotion na wale ambao wako nje Mafia Boxing Promotion wakija kuwachakaza mabondia kutoka nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo Watanzania, wapenzi, wadau wa masumbwi, tufike kwa wingi sana tarehe 24 kuja kwa support vijana wetu hawa ili ushindi ubaki katika nchi hii ya Tanzania. Tuna wahakikishaji wa Tanzania kwenye swala la ulinzi na usalama, kwa sababu hizi fight zinapiganiwa katikati ya jiji. Pengine tunawahakikishia vipi ulinzi na usalama? Ulinzi wasiwe na shaka, kwa sababu angalia record ya mapambano yetu toka mwanzo mpaka hivi sasa hujasikia jambo lolote baya ambalo limejitokeza. Kwa hiyo kwenye swala la ulinzi tayari tumefanya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama kuelekea tarehe 24 mwezi huu wa 5 kwamba watu wasiwe na shaka yoyote. Njoo na familia yako, chukua mke wako, watoto wako, njoo. Ngumi ni mtoko brother. Kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu simu yako, labda kuhusu chochote kinachohusu usalama wako. Njoo, tuliza moyo wako, njoo pale Science Kijitonyama uangalie masumbwi tarehe 24 katika mwezi huu wa 5. Kwa kiingilio rafiki kabisa, shilingi 5,000, shilingi 10,000 na shilingi 20,000. Naamini kwa kiwango hicho cha bei ambacho tumekiweka kitawafikia na watu wengi wataweza kumudu na kuweza kushiriki tarehe 24 pale Kijitonyama katika viwanja vya Posta. Mimi nachohofia zaidi, unajua mimi ndo mara ya kwanza kuja kwenye ngumi. Sasa mimi siku hiyo mimi nitataka hata dakika 5 wewe na huyu. Sio mbaya. Dakika 5. Mimi hapa tupende dakika moja. Ukiacha hapa dakika 5 tu, dakika moja. Yani hapa dakika moja. Huyu hawezi. Kuna mnagombana hapa. Kuna tarehe 24 hapa ya kupigana kama Meja, mimi ni mchungaji, usio naleta mambo ajabu rafiki. Hii mara ya mwisho. Endelea. Na mimi kumhakikishia tu huyu kijana, sio kwamba niko upande wake, lakini hiyo tarehe 24 kwenye hiyo fighting yao ambao tutaiomba kupitia Mafia Boxing. Ndio. JB kuna kila dalili 25 asiwepo uwanjani.
kuna kila dalili 25 asiwepo uwanjani, kwa sababu nikimwangalia kijana wangu hapa namuona ni heavyweight na ajibidi upigane na kijana wangu itahitaji ujifue sana. Tarehe 24 ni kesho kutwa, ana mbili lolote inabidi uanze yani huyo kuongeza uzito. Kwanza huyo ana nuksi, umeelewa? Yani anaondoka yeye Simba, tulikuwa tunaisha robo finali kaondoka yeye tutali, timu imeenda finali. Yani mwana finali tupigane na mtu alioishia makundi. Jibi umeanza kupiga domo. Jibi yani wewe lolote hivi nakwambia. Jibi mimi umeniaje? Jibi ukumbi mara 4 mfululizo ambazo mimi nimekupiga. Umeelewa? Kwenye labi. Sasa nataka mara 5 sasa na kupiga wewe. Nakwambiaje uwezi? Mbona mnachelewesha nini? Hata refa kwani hapa Nasema hivi, wale mambo ya mtaani rudi huko bwana. Jibi rudi. Acha mambo kwa ajabu. Watoke nje au na wewe bwana. Tulia sasa. Tulia basi bwana. Sasa mambo kwa ajabu. Tulia tunataka kupigana mbele yako rafiki yangu. Sasa mimi nawakunja kwa sababu gani? Kupigana kwa jigani. Ushabiki wa nini? Wewe mtaani mnaoleta huko jigani. Sasa wote tunapokutana. Kaeni basi ndugu zangu. Kaeni. Mtuambie tarehe 24 mtapigana. Hiyo 24 mbali. 24 mtapigana. Hiyo 24 mbali. Nilichogundua watu wa mpirani wanapenda mdomo sana. Na mimi hakuna kitu nakisubiri kama kwanza nimehema kweli. Hiyo tarehe 24 bwana. Mimi sijawahi kuamulia. Hiyo tarehe 24 tutataka maneno mnaoendelea kurushiana hapa. Tunataka mikono ionyeshe ifanye hiyo kazi ya kupigana. Haya maneno tuyataka. Mimi naamini kwanza mashabiki wa Yanga watanisupport. Naamini na tutakuja pale tarehe 24. Sasa mashabiki wa Simba. Nakwambiaje? Simba Mashabiki mjambo meja na mua jibi. Karume si tuna watu Karume ndo mjini. Hakuna. Nakwambia sisi Karume ndo mjini. Wewe acha masiara. Tulieni. Acheni mdomo. Karume pale tunaenda kwa Karume si ndo mjini. Karume si ndo mjini. Karume ndo Jibi nakuheshimu. Karume ndo mjini. Jibi nakuheshimu, tulia. Kuupata uondo huo wa watu ambao wanataka kuuana hapa bwana ni katika viwanja vya Posta tarehe 24. Na wakati mimi Mafia Boxing nimefika hapo anaanza kunivalisha gloves, ukiacha tu kumkumbuka Toa Kiduku, nilikuwa naanza kuandikia proposal ya kuwaomba siku ya tarehe 24 angalau dakika 2-3 nipate pambano langu na mtu anayejiita huko mtaani Kefa Kayombo. Yani hakuna pambano nalitamani nyakati hizi Mafia waniandalie kama mimi nipigane na Kefa Kayombo. Ni ngumi 2 tu nampa hadi anasahau kupuliza filimbi. Hivyo unajua kusema mambo ya Kefa kafanyaje bwana? Utamwona siku ya tarehe 24. Kafanyaje? Mtamwona siku tarehe 24. Kafanya kitu gani? Mbona yeye ndio mwingine? Nataka ngomba mpira sababu ngumi anakuja vipi? Nataka unazingua. Nataka mwingine acha maneno mechi jana. Unajua ubaya ubwela. Kuna ngumi ubaya ukisikia ndio ule sasa. Kuna ngumi inaitwa ukisikia ubaya ubwela ndio ule. Kuna ngumi inaitwa kuna ngumi inaitwa chuma jiwe. Hiyo ngumi nahakikisha ikimkuta kwenye fight yangu Kefa Kayombo hataweza tena kupuliza filimbi. Kwa sababu zipi? Hataweza tena kupuliza filimbi. Sababu mnazijua ndugu zangu. Kwa hiyo tarehe 24 ukiacha tu mapambano yenu naandaa pambano langu na Kefa Kayombo. Yani kila mchezo anaosupport mama. Tumo. Kule anatoa kila goli hela. Na huku kwenye ndondi na ndugu zangu waandishi wa habari, ukitaka kujua yule bosi wetu ni kila sehemu yupo, akwepeki na vitabu. Kama kamera zenu zingeweza kupress kule, ningeona Jibi amekuja kwenye jambo la bosi. Kaja kwenye jambo la bosi. Wapi? Mabango matangazo. Mafia brandi kubwa bwana. Ngoja kwanza je, Simba yupo hapo. Kwa hiyo unataka kuniambia yule nani yule Diadola ni Simba? Diadola anatoka Italia ni Simba. Simba huwezi kutengeneza Simba na Italia. Kwa hiyo bondia kutoka tuangalie nembo. Bondia kutoka tawi la Karume. Tuangalie nembo Tawi la Simba. Ina rangi ya njano. Hakuna. Ina rangi ya njano. Kaja mpaka kwenye kaja kibiashara. Kaja mpaka kwenye kibiashara. Na tunavyoongea sasa hizi ndugu zangu waandishi wa habari, mimi na hasira nayo. Jibi 64 kuruhusu moja tu. Watulia. Mimi kuruhusu moja. Tunavyoongea sasa hizi ndugu zangu waandishi wa habari, Jibi 64 nguvu aliyoitumia kuvaa hii gloves, nguvu anayoitumia
kule Karume kumhamasisha bondia wake lazima apate mafuta kutoka kwa bosi. Na bondia wetu na bosi anamjua. Na jana nilikuwa nasikia anapiga mdomo sana kwamba nyie mna nini nane, sisi tuna nini kina Kayongo, lakini sisi tunamwambiaje bosi wetu hakwepeki, ni kama maji. Ukija na bondia wako utamkuta, ukija nyumbani kwako utamkuta. Hata hapa JBC umekaa kwa nguvu. Lakini kwa ujumla ukiangalia hapa mimi nimekaa kwa nguvu ya Mama Samia. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya Mama Samia. Mimi nimekuja kwa ajili ya mama. Mama mimi namsamini mama. Sisi tumekuja kwa ajili ya mama. Sisi tumekuja kwa ajili ya bosi wenu. Sisi tumekuja kwa ajili ya mama. Mama anakuja kwa ajili ya mama. Mimi nimekuja kwa ajili ya mama. Sikiliza kwambie Samia. Oya. Sikiliza kwambie. Huyu ni ndugu yako anafundisha. Basi. Na kufundisha tena. Kulia basi. Hii namsupport GB. Sikiliza. Unapoliongelea jina la mama kwenye boxing, knockout ya mama haifananishi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo naomba kijana wangu ujue knockout ya mama ni kubwa. Naelewa. Huyo anaendelea kubishana hata kama ungemwambia nini angebishana. Kevo, sikiliza Kevo. Mimi kwanza ushangai tu bali nimekuja huku. Mimi nimekuja huku kwa ajili ya mama, sikuja kwa ajili ya mtu mwingine. Na kauti ya mama ndio imenileta huku. Unajua maana yake nini? Ukishona mpaka wachungaji, wewe niambie kitu kwa kifupi. Kwenye mpira wachungaji kwa hawaji. Lakini juzi tumeona mpaka na Mamposa anakuja. Naona nani alianzisha kuingia kwenye mpira? Mimi mchungaji wa Simba, si ndio hivyo? Na kwenye ndondi sasa hivi nimeanzisha mimi na wachungaji wengine watakuja. Maana yake nini? Mama sasa hivi yuko kila sehemu. Kwenye mpira, kwenye ndondi, kila sehemu yupo. Kwa hiyo leo nimekuja special kuwakilisha hata wachungaji wengine kwamba hata kwenye mpira mama yupo. Na wao waje huku. Nampa jibu bondia wake kupakwa mafuta. Ngoja niwape sifa za mama. Mafuta tena. Bondia jibu lazima pakwe mafuta. Ngoja niwape sifa za mama. Mama kwa